Je, ni nani atathubutu kusema Ibrahim Traore halindwi na mkono wa Mungu? Ilikuwa ni asubuhi na mapema mashariki mwa taifa la Burkina Faso, na Ibrahim Traore alikuwa amesimama pembeni ya gari lake jeusi akinywa chai. Alikuwa akijiandaa kutembelea kituo cha vijana kijijini. Mamia ya vijana walikuwa wamejiandaa kukutana naye. Risala zikawa zimeandaliwa, tayari michezo inaendelea huko anakosubiriwa. Lakini kulikuwa na tatizo, walikuwa wameshachelewa. Mmojawapo wa washauri wake, jamaa mrefu hivi kwa jina lake Idrisa, akasimama na kumwambia, "Bwana mkubwa, tukitumia barabara kuu tutachelewa kwa masaa mawili zaidi. Lakini kuna njia ya mkato, ni barabara ya vumbi, iko imetulia, hatutakutana na jamu kama huku mjini. Na tutatumia dakika 40 tu tutakuwa tumeshafika." Traore akauliza, "Je, hiyo barabara ni salama?" "Ndiyo mkuu," Idrisa akajibu. "Na watu wetu wameshaiandaa, na mimi mwenyewe nilishuhudia hilo wakati wakiiandaa." Na Karim, mojawapo wa walinzi wa rais, akaingilia kati akasema, "Sijawahi kuipenda hiyo barabara." Lakini Idrisa akasisitiza kuwa tuna muda mchache sana na vijana wanatusubiri, lazima tuanze safari sasa. Rais akafikiria kwa muda akasema, "Sawa, basi tutapita hiyo hiyo shortcut." Basi bwana, msafara ukaanza. Magari mawili ya ulinzi yako mbele na mengine mawili yako nyuma, alafu gari la rais lipo katikati. Barabara ni ya vumbi na majani marefu pembeni, na haina mtu yeyote anayeangalia. Hakuna nyumba pembeni, hakuna ng'ombe wala hakuna mbuzi. Iko kimya sana. Wakiendelea kwenda kwa muda wa dakika 30, kila kitu kilikuwa kiko sawa. Ndipo baadaye ng'ombe akatokea barabarani. Na maanisha alisimama katikati ya barabara, ng'ombe mkubwa wa rangi ya kahawia. Pembe zake zilikuwa zimekatwa. Amesimama imara, tena amelikaribia kabisa gari la rais na amekataa kuondoka barabarani. Madereva wakiwa wanashangaa, gari la ulinzi mbele wakiwa wanasema, ondoka hapo." Wanamsemesha ng'ombe kana kwamba anawasikia. Na askari mmoja akapiga risasi hewani. Kukatokea mlio mkubwa sana, lakini bado ng'ombe hakujigusa. Kila mmoja akachanganyikiwa. Huyo ni ng'ombe tu bwana, mmoja wa walinzi akasikika. "Basi acha tumsukume asogee pembeni ya barabara." Maaskari wawili wakashuka wameshika fimbo, wakajaribu kumtoa, lakini ng'ombe akatoka halafu akarudi tena pale pale. Na rais akawa anaangalia kutokea kwenye gari yake. Akashangaa, akashusha kioo cha gari yake. "Kwa nini huyo ng'ombe hajasogea?" akauliza. Karimu akasema, "Mkuu, hatuelewi ni nini. Hili linaashiria kuna hatari." Halafu Idrisa akasema, "Hebu endesheni kumzunguka huyu ng'ombe." Basi dereva akajiandaa ili wamkwepe ng'ombe waende kwa pembeni hivi. Lakini kuna kitu ndani ya moyo wa Ibrahim Traore hakikuwa sawa. Akamwangalia tena yule ng'ombe. Hakuwa anaogopa, hakukimbia. Amesimama pale na amezuia barabara. Tena akasimama katikati ya barabara. Kisha Traore akaongea kitu kilichomshangaza kila mmoja wao. "Simamisheni magari." Dereva akatia amri. "Hebu mtume mtu akaangalie chini ya ng'ombe." Traore aliagiza, lakini Idrisa akasema, "Mkuu, yule ni ng'ombe tu." "Nimesema nenda kaangalie hapo ng'ombe aliposimama chini kuna nini." Walinzi wawili wakasogea, mlinzi mmoja akiangalia uchafu kwenye miguu ya ng'ombe. Halafu ghafla akaruka, "Mkuu, kuna kitu hapa." Msafara wakapigwa na butwaa. Kila mmoja akakimbilia kuangalia. Nusu imefukiwa ardhini na nyingine ni karibu tu na huyo ng'ombe aliposimama. Ulikuwa ni waya mwembamba sana ambao ulikuwa hata hauonekani. Na askari wakaanza kufuatilia ule waya kwa mikono, wakashangaa. Ulikuwa umeelekezwa kwenye mabomu ya kutega ardhini. Karim akaanza kupiga kelele, "Bwana mkubwa, hapa tuna milipuko hapa. Yaani mabomu matatu yote yamewekwa pamoja, yamefungwa pamoja hapa mkuu." Wakashangaa, kumbe barabara ilikuwa imeandaliwa kwa ajili ya mauaji. Na yule ng'ombe aliwasimamisha kwa wakati kamili.
Na Rais Traore akashuka polepole kwenye gari yake, akamwangalia yule ng'ombe, halafu akaangalia ardhini. Baadaye akainua macho kumwangalia Idrisa, na kwa mara ya kwanza akaona hofu ndani ya macho ya mshauri wake. Barabara ilikuwa kimya na utulivu. Askari wakalizunguka eneo wakiwa wameshikilia bunduki mkononi na radio call wakati huo zinafanya kazi. Waligundua mabomu matatu ya kutega ardhini ambayo yangebadilisha kila kitu, lakini bado ng'ombe amesimama pale pale, ametulia akiwa anaangalia. Na Rais Ibrahim Traore akasogea mbele, macho yake yakielekea waya zilipoelekea. Hakuongea chochote. Akili yake ikawa inawaza, akikumbuka kauli ya Idrisa kuwa hii barabara tumeisafisha tangu jana, iko sawa. Akamgeukia Idrisa ambaye ni mshauri wake. Mlisafisha hii barabara tangu jana? Ndiyo mkuu. Akaongea kwa haraka huku jasho likianza kumtoka kwenye uso wake. Timu yetu ya ulinzi iliisafisha hii barabara na hakukuwa na kiashiria chochote kinachoonyesha kuna hatari. Na Karimu, mlinzi wa rais, akainama kuuangalia ule waya. Hii imetegwa muda sio mrefu, akaongea. Ni muda huu, unaona hii? Akaonyesha nyayo za viatu karibu na mabomu yalipotegwa. Ardhi ilikuwa inaonyesha nyayo, mtu kapita muda sio mrefu hapo. Akasema hii siyo ya jana asubuhi, ni ya leo, tena muda sio mrefu. Traore akafikiria, akasema kwa kuna mtu alijua tutatumia barabara hii. Idrisa akaitikia haraka, bwana mkubwa, labda maadui wamewapandikiza hawa. Lakini Ibrahim wala hata hakujibu chochote, ila akawa anaangalia mikono ya Idrisa. Akaona inatetemeka, jasho linamtoka, lakini kuna kitu kimoja ambacho Idrisa mwenyewe alijua niko kwenye hatari, kwa sababu yeye ndo alilazimisha sana watumie barabara hiyo. Hili linachanganya kwa sababu tulitakiwa tupitie barabara ya Kudugu. Ibrahim Traore akaongea polepole, na kwa nini ulisisitiza sana tutumie hii njia ya mkato? Bwana mkubwa, nilikuwa nafikiria tulikuwa tunaokoa muda. Idrisa akajibu kwa kutetemeka, wewe ulisema tumechelewa. Karim akasimama, na muda huu wakati huo mikono yake ipo kwenye silaha tayari. Hii barabara sio maalum kwa ajili ya ziara za rais, lakini wewe ulilisukuma sana hili na ukasema umejionea mwenyewe ulinzi uko vizuri. Idrisa akajibu kwa hofu, ndiyo nilifanya. Na siku kamanda wa security operations akafika akiwa kwenye pikipiki, akiwa na kikosi cha backup. Yani aliarifiwa kwa muda mfupi sana. Halafu akamgeukia Rais Ibrahim Traore, mkuu, naweza nikaongea nawe peke yako pembeni? Wakasogea pembeni. Mimi simuamini huyu jamaa. Siku akaongea kwa sauti ya chini, na kamwe hauwezi kupenda nilichokigundua hapa. Traore akauliza, ni nini hicho? Afisa mmoja kutoka private security ambaye anafanya kazi na Idrisa amekamatwa akijaribu kutuma location kwenye namba isiyojulikana, na sisi tumemnasa, na imekonektiwa moja kwa moja kwenye satellite uplink ambayo ni mali ya private foreign military. Na uso wa Ibrahim ukageuka kuwa gumegume. Akamwangalia tena Idrisa ambaye alikuwa anajaribu kupangusa simu yake, lakini huku akiwa na mashaka mengi. Kwa hiyo ametuongoza kwenye barabara hii, Traore akasema, na askari waliokuwa pembeni wakapiga kelele, sasa anaondoka. Wote wakageuka kuangalia ni nini. Ni yule ng'ombe sasa anaondoka polepole akisogea pembeni, na akaanza kutembea akielekea huko vichakani. Yaani ilikuwa ni kama kazi yake ameshaimaliza. Hakuna aliyemfuata huyo ng'ombe na hakuna aliyeamini kilichotokea, lakini ndani ya mioyo yao kila mmoja alihisi, wakajua huyu ng'ombe ameokoa maisha yao leo. Mkuu, hii ni zaidi ya bahati, aliongea Karimu, na ninadhani huu ni ujumbe tu, kuna kitu kikubwa kinachoendelea. Traore akaitikia na akawageukia watu wake akatoa oda, pekueni kila futi ya barabara hii, kila ruti na kila mti, na mkamateni Idrisa na msiache akaongea na mtu yeyote yule. Wakamsogelea Idrisa naye akajaribu kuongea, bwana mkubwa,
Ninaapa mimi sijui, lakini Ibrahim akainua mkono wake. Ulitaka nipite njia hii, uliniambia iko salama na uliahidi kwa hilo. Akamsogelea na akamwambia, lakini yule ng'ombe ameniokoa kabla haujaniua. Askari wakamkamata na kumpeleka kwenye gari la nyuma, na rais akageuka akawaambia, hatutaenda leo kwenye hicho kituo cha vijana, tunaenda kutafuta ukweli, kwa sababu kuna mtu amepanga kifo changu, na huu ni mwanzo tu. Na msafara haukuendelea na safari siku hiyo. Badala yake kabidi wageuze magari kwa uangalifu mkubwa sana, chini ya ulinzi mkali wa jeshi. Mahali palipotegwa makombora pakawekwa alama. Drones zikawa zinazunguka angani eneo hilo. Na Rais Ibrahim Traore alikuwa haongei mengi, amekaa kimya akijaribu kukumbuka kile kilichotokea. Na kwa sasa mshauri wa rais ambaye ni mtegemewa ameshakamatwa. Yaani ng'ombe alisimamisha msafara. Mabomu ya kutega ardhini yalikuwa yakiwasubiri yalipue hayo magari. Akajua hili halikuwa bahati mbaya, bali ulikuwa ni ujumbe. Waliporudi makao makuu ya intelijensia, Idrisa akawa amekaa kwenye chumba kidogo cha baridi, amepigwa pingu akitoka jasho, na Kamanda Seku akasimama karibu na meza. Tulifuatilia simu yako, lakini umefuta GPS history, lakini mifumo yetu imeweza kurecover hilo. Na akaweka makaratasi yaliyoprintiwa mbele ya Idrisa. Siku 2 zilizopita ulisimama pale pale ambapo makombora yametegwa. Ulikuwa unafanya nini pale? Idrisa akatikisa kichwa akajibu, nilikuwa naangalia tu usalama wa barabara. Seku akamuuliza, peke yako bila walinzi? Nilikuwa nahitaji tu hali ya hewa nzuri. Seku akapiga mkono wake mezani, acha kutudanganya. Ni nani amekulipa? Na ni nani aliyekuambia umuongoze rais katika barabara hiyo? Idrisa akanyamaza, haongei chochote. Seku akamwambia Idrisa, sawa, ngoja mimi nikuonyeshe kitu. Akawasha TV kubwa ukutani. Kuna video iliyorekodiwa na kamera ndogo ambayo iliwekwa na wanakijiji, ikimwonyesha Idrisa akiongea usiku wa manane na mtu akiwa amevaa buti za kijeshi. Huyu jamaa alivaa kofia ameishusha chini kwenye macho yake, na alimpa Idrisa kitu fulani. Ilikuwa ni simu ya satellite. Tumeikuta hii simu chini ya kiti cha gari yako na ulisahau kuiharibu, Seku akaongea. Midomo ya Idrisa ikawa inatetemeka. Hatimaye akaongea, walisema wanataka kumtisha ili aogope, ili wamdhibiti kupitia hofu watakayomtengenezea. Walisema yale makombora yasingemuua, ilikuwa tu ni kumtumia ujumbe. Hao ni akina nani? Seku akauliza. Idrisa akatikisa kichwa, sijui majina yao, mimi nilipewa tu pesa, lakini na ahadi pia, huku akiangalia chini kwa aibu. Wanamchukia, unajua, wanamchukia kwa sababu anaiunganisha Afrika. Wanasema kama Traore akiendelea hivi, basi maslahi ya mataifa ya magharibi yataanguka. Seku akamuuliza, kwa hiyo umeiuza nchi yako kwa ajili ya nini haswa? Dola za Kimarekani na hofu pia? Idrisa hakujibu chochote. Na Rais Traore alikuwa amekaa katika ofisi yake jioni hii, akiwa na faili ambalo lina ushahidi wa kila kitu: ramani, picha, simu zilizopigwa kutokea kwenye satellite, na picha moja ya ajabu na kushangaza, picha ya mwisho, picha iliyopigwa na droni wakati wa shambulio kwenye eneo la tukio, ikiwa inaonyesha ng'ombe akisimama katikati ya barabara kwa amani kabisa. Traore akashangaa, na wakati huu Seku akaingia. Tumeshapata ushahidi, akaongea. Idrisa alikuwa anashirikiana na watu wa nje. Traore hakujibu, ila aliuliza swali, tunajua huyu ng'ombe alikuwa ametokea wapi? Tuliuliza wanakijiji, lakini hakuna aliyetuambia ni ng'ombe wa nani, ila tu alijitokeza tu. Seku akamuuliza Ibrahim Traore, bwana mkubwa, ninaweza nikaongea kama utanipa ruhusa? Akasema, endelea. Huyo ng'ombe hakuwa mnyama wa kawaida, lazima kilikuwa ni kitu fulani hivi. Na Traore akaitikia, ninajua, na hilo siwezi kamwe kulichukulia kwa utani. Akasimama. Tunao maadui wamevalia suti, maadui walioshika kalamu mkononi, maadui wanaotumia akili sana, lakini kwa sasa wameona kitu ambacho hata wao wenyewe hawawezi wakakielezea.
Akamgeukia Seku akamwambia, andaa ujumbe. Nataka ulimwengu uweze kujua kuwa njia ya Afrika haiongozwi na hofu, inaongozwa na kitu fulani ambacho ni kikuu sana. Hata kama hicho kitu kimesimama na miguu minne na pembe mbili. Traore akatabasamu. Hata hicho. Siku 2 zikawa zimepita baada ya lile tukio. Katika taifa la Burkina Faso minong'ono ikasikika, ni kweli ng'ombe ameweza kumuokoa rais na kifo? Je, hiyo ni bahati tu au ni Mungu mwenyewe? Nani alipandikiza haya mabomu ya ardhini? Na usaliti huu utaendelea mpaka lini? Na Rais Traore alikuwa tayari ndani ya ikulu akiwa mkimya kabisa, hajaita waandishi wa habari wala hakuna hotuba yoyote. Ukimya wake hakuwa anaogopa, ila alikuwa na mikakati. Akajiuliza, kama huu mpango umevujia kwa Idrisa, je, ni nani ambaye yuko ndani ya huu mpango? Kwa sababu mabomu yale yasingeweza kutegwa bila GPS kugundua. Lazima kuna mtu hapa ndani ameshirikiana naye. Mtu anayejua hakika ni wapi na ni lini rais ataondoka. Traore akaitisha mkutano wa siri na Kamanda Seku na mkuu wa masuala ya mitandao, pia na wanajeshi 2 maafisa wakubwa anaowaamini. Nataka kila kifaa cha ikulu muweze kukiskani, kila simu, kila redio, kila signal na kila rekodi ya wafanyakazi wote hapa, kwa sababu hapa kuna kitu tunakikosa. Na usiku huo huo wakaanza kazi, na ilipofika asubuhi ukweli ukawa uko peupe. Tablet ambayo ni mali ya mmojawapo ambaye ni security camera supervisor ilikuwa na mafaili ambayo yamefichwa ya siri, audio logs, jumbe alizokuwa na chati, na faili moja liliandikwa Only Giraffe Track version 5. Ndani ya faili hilo lilikuwa linafuatilia data za gari la rais. Kuna mtu alikuwa ameweka kifaa cha kufuatilia gari ya rais popote inapoenda, na akawa anashare hizi data on real time, yani muda huo huo gari lilipo na data zinatumwa wakati huo huo, mpaka wakati huo ambapo ng'ombe alizuia msafara wa rais. Walikuwa wanaangalia mienendo yako kama video game, akaongea mkuu wa masuala ya mitandao. Walijua kila kitu. Na msaliti ni mtu anayejulikana kwa jina la Lieutenant Duamba. Ni ofisa mpole, tena mtu mwenye kufuata taratibu zote, na amefanya kazi ikulu kwa muda wa miaka 6. Hakuna aliyewahi kumtilia mashaka, na alipokamatwa alikiri mara moja, niliahidiwa maisha mapya, pesa, visa ya nje, na walisema Traore atabadilishwa, kitu ambacho tayari kilikuwa kimeshapangwa. Seku akamgeukia akamuuliza, ni nani hao? Akasita kujibu, baadaye akaendelea, ni watu waliounganishwa na mifumo ya ulinzi kutokea nje ya Burkina Faso. Mmoja alikuwa ni Marekani, alikuwa na kitambulisho kimeandikwa Langley Group Support. Seku alishangaa kwa sababu muunganiko sasa umekuwa wazi. Kumbe hii haikuwa tu kazi ya ndani, ila ni operation ya kimataifa. Huko ikulu Traore akiwa amekaa kimya tu, akafungua kinotebook kidogo, akaandika kwa kifupi tu, walijaribu kuyatoa maisha yangu au kuutoa uhai wangu, lakini kitu kikubwa ambacho ni cha kimungu kiliingilia kati kuniokoa. Na akasimama akafanya maamuzi ambayo yangeushangaza ulimwengu. Akaamua kwenda live atoe hotuba, huku watu wakiwa wanasubiri Burkina Faso, Niger, Mali, na jambo la kushangaza hata watazamaji kutoka Ufaransa. Baadaye Ibrahim Traore akatokea kwenye runinga akiwa mpole, lakini shujaa, shupavu na imara kweli kweli. Akaanza kuongea, ilikuwa kidogo tu niuawe wiki hii. Sio kwenye uwanja wa vita wala sio waasi, bali na watu waliojificha kwenye suti, watu wanaotabasamu wakituangalia. Walipotega mabomu ya ardhini na kuleta waya barabarani, waliwatuma watu wao ndani ya ikulu. Waliwanunua ndugu zetu kwa pesa za kigeni. Walipanga kifo changu kwa kutumia ziara zangu mwenyewe, kutumia msafara wangu, kwa kumtumia mshauri wangu.
Akaikazia macho kamera akasema, lakini wamefeli kwa sababu mnyama wa kawaida alisimama katika njia yetu. Ng'ombe, ndiyo, ng'ombe alinizuia mimi. Na maadui zangu wanapoona hata asili tu yenyewe inakataa, basi wanatakiwa waelewe jambo hapa. Akapiga mkono wake mezani akaongea, sisi sio wale watu ambao mtataka kuendelea kuwaendesha. Burkina Faso sio bao la kucheza na mkono kwa watu wa nje ya Burkina Faso. Kutokea leo, kambi yoyote ya kijeshi, makontrakta au wapelelezi kutoka nje wanatakiwa waondoke. Na jambo la mwisho, Traore akaongeza, ninayajua majina yenu na ninazo jumbe zenu hapa, na mimi sijanusulika tu katika mipango yenu miovu, na nitawaumbua. Akasimama na akaondoka, huku bendera nyuma yake ya Burkina Faso ikiwa inapepea. Na baada ya hotuba ya kamanda Ibrahim Traore, basi machafuko yakatokea nje ya Afrika. Lakini ndani ya Burkina Faso watu walikuwa wanajivuna sana, wakijivunia kiongozi wao. Mitandaoni kukawaka moto. Vijana wakachora picha ya ng'ombe akiwa na pembe za dhahabu. Mashairi yakaandikwa, ng'ombe wa kimungu wa upinzani. Watoto mashuleni wakaanza kufanya maigizo. Hata ndani ya Mali na Niger habari hii ikaenea kama moto wa kifuu. Wa magharibi wameleta teknolojia, lakini sisi tuna vumbi, maombi na ng'ombe. Lakini mabeberu hawakukaa kimya, na wao wakaanza kufuatilia ile hotuba, huku wakiendelea kuirudia tena na tena ya mwamba Captain Ibrahim Traore. Watu watatu waliotumwa kwa kazi hiyo, mmoja wao akiwa na lafudhi ya Kiingereza cha Marekani, akapiga mkono wake mezani. Hakutakiwa kuishi huyu. Ile barabara ilikuwa ni nyeupe kabisa, na sisi ndio tulikuwa tunafuatilia kila kitu. Inawezekanaje ng'ombe akasababisha dola milioni 3 zipotee? Hii operation imegharimu milioni 3 dola za Kimarekani. Mtu mwingine Mwingereza naye akajibu, kuna uchanganuzi mmoja tu hapa, tulimdharau, lakini naona inarudi kwetu. Hivyo wakaamua waandae mpango mwingine. Na mpango wa awamu hii sio mabomu ya kutega ardhini, hapana. Awamu hii inatakiwa kiwe kitu ambacho kitaenda kimya kimya. Ndani ya ikulu ya Burkina Faso, Ibrahim Traore alikuwa halali zaidi ya masaa 4 tu, huku akipitia yale majina na akiangalia udhaifu katika ulinzi wa taifa lake ni wapi. Na jambo la msingi akawa anasubiri, kwa sababu alijua watajaribu kufanya tena. Na hata alimwambia kamanda Sekou, alisema yule ng'ombe alitununulia muda tu, lakini hataweza kusimamisha hii dhoruba. Sasa tunatakiwa sisi tupige kabla wao hawajaanza. Hii ikimaanisha katika mji wa Bobo Dioulasso, kijana mmoja alienda msikitini akimwambia shehe kuwa anashangaa mmojawapo wa ng'ombe wake hajaonekana kwa siku 2 na alipotea katika mazingira ya kutatanisha sana. Na amerudi akiwa mguu wake wa kushoto manyoya yameungua. Na ninafikiri inawezekana ni ng'ombe huyu kwenye ile njia ya rahisi ambayo habari tumeisikia. Na Traore akaisikia ile habari na akaagiza yule ng'ombe aletwe kimya kimya ndani ya ikulu. Sio kwa ajili ya kumwabudu, wala sio kwa ajili ya kumpigia saluti, lakini kwa ajili ya kujifunza mambo mengi kumhusu. Majibu kutoka maabara yakaja siku ya pili, na walichokigundua kiliwashangaza. Walikuta damu ya binadamu kwa yule ng'ombe, na sio tu kutoka kwa huyo ng'ombe. Hapana, hii ikimaanisha kuna mtu ambaye alivuja damu karibu na huyu ng'ombe, ambaye yawezekana alikuwa anajaribu kumdhuru huyu ng'ombe. Je, ng'ombe alishambuliwa kabla ya msafara wa rais? Kuna mtu alijaribu kumuondoa na akashindwa? Sekou akaleta taarifa mpya kutoka kwenye vyanzo vyake. Mkuu, tumegundua kitu, wanataka kurudi tena hawa jamaa. Awamu hii hawaji na mabomu ya kutega ardhini wala drones, ila na mbinu mpya, mwanadiplomasia mtakayepeana mikono na akupe zawadi. Traore akaitikia, basi tutawakaribisha kama walivyopanga. Na siku 3 baadaye wajumbe wa amani wakaingia ndani ya Burkina Faso, wakiwa na tabasamu la kueleweka, wakiwa na zawadi mkononi kutoka kwenye ubalozi, vitabu, vifaa vya umeme na majani ya chai bora kabisa.
lakini ndani ya mifuko ya majani ya chai wameweka kiboksi kidogo na visindano vidogo ambavyo vimewekewa sumu. Yaani kushikana mikono tu, basi sindano kile kidogo kitaweza kumchoma na kuanza kuingiza sumu kwenye mwili wa rais. Na ni sumu kali inayoweza kusimamisha moyo, mapigo ya moyo kwa muda wa sekunde 6 tu, lakini mpaka wakati huu Traore alikuwa ameshajua tayari hiyo michezo. Wakati wajumbe hawa wakiwa wanasubiri kwenye conference room wakinywa chai kama ya bibi yao, mlango ukafunguliwa. Askari wakajaa wamenyoshewa bunduki. "Asijiguse mtu hapa," ilisikika sauti ya maaskari. Wajumbe wale wa amani wakawa wamezungukwa. Mmoja akakimbilia haraka kwenye mfuko wake. Wakapigishwa magoti sakafuni na tayari vile vifaa vyao vikachukuliwa na ukweli ukajulikana. Haya hayakuwa matembezi ya wajumbe wa amani, ila yalikuwa ni mapinduzi mengine yanataka kufanyika. Mmoja wa waliokamatwa akakiri, "Tumejaribu kila kitu, pressure, rushwa, mabomu ya kutega ardhini, sindano, lakini kila mara anapona. Inakuwaje na hili linawezekanaje?" Kila mara anakwepa tu majaribio ya kumpindua. Sekou akamwangalia akamwambia, "Kwa sababu anapigana kwa ajili ya raia na sio madaraka. Na wakati mwingine mpaka wanyama wanampigania." Na Traore akasimama tena kulihutubia taifa usiku huo. "Walituita sisi ni dhaifu, lakini mtu dhaifu hawezi akakwepa majaribio haya yote ya kuuawa. Watu dhaifu hawezi wakatengeneza historia kwa ng'ombe pamoja na watoto. Leo hatujakwepa tu jaribio lingine la kutaka kupinduliwa, lakini leo tumefukia historia inayosema Afrika iwezi kujilinda yenyewe." Taifa likalipuka kwa shangwe, nderemo na vifijo kuwa jaribio lingine limeshindwa tena. Watu walikuwa wameshaamka tayari na maadui zake sasa kimya. Lakini kwa Ibrahim Traore huu haukuwa muda wake wa kupumzika, kwa sababu watu wa nje watajaribu tena na tena na tena. Simu yake ikaita. Aliyekuwa anapiga ni Sekou, kuwa wale mabwana wamewafanyia mahojiano na wamekiri kuwa kuna wengine wanajificha kwenye ubalozi na wengine wamejificha kwenye mashirika yasiyo ya kiserikali na wengine wamejificha kwenye private schools wakisubiri. Na Traore akakata simu akiwa bustanini kwake akiangalia sanamu la ng'ombe lililotengenezwa na mafundi welding waliotumia vyuma chakavu kutoka kwenye magari ya zamani likiwa liko hapo kwenye hiyo garden. Na siku iliyofuata Rais Ibrahim Traore akaitisha kikao na watu 5 tu walikuwepo kwenye hicho kikao: Sekou, Karim, mkuu wa masuala ya intelijensia na viongozi 2 wa kiroho. "Tunachokabiliana nacho kwa sasa sio kitu kinachoonekana," Traore akaongea. "Ni swala la kisaikolojia. Ni vita vya presha, rushwa, hofu na kutishiwa." Imamu akaitikia, "Yule ng'ombe hakuzuia tu mabomu ya kutegwa ardhini, lakini alifunua ukweli wa nyoka unaishi naye ndani ya ikulu." Na hapo Ibrahim Traore akafunua sasa mpango wake. Akauita Operation Miro. Kila rafiki kutoka nje atakuwa anachunguzwa, na kila mfanyakazi wa ikulu atakuwa anaangaliwa, na kila shambulio liwe la mabomu au la kushikana mikono, watu wa Burkina Faso watakuwa wanaambiwa. Hakuna kuficha tena, hakuna kuwaficha tena wala rushwa. Kila msaliti atakuwa anatangazwa live kwenye runinga. Wiki kadhaa hakukuwa na majaribio yoyote, lakini ulimwengu kaanza kujua Ibrahim Traore sio mtu wa kudanganyika kirahisi. Pesa hazifanyi kazi kwake. Vitisho ndio kabisa. Balozi za nje zikaomba kuongea naye kwa faragha, lakini mwamba akawagomea. Traore akawa ni mtu hatari sana. Sio tu ni kiongozi, ila ni shujaa. Amekwepa kupigwa risasi, sumu, usaliti na mabomu ya kutegwa ardhini. Lakini kilichomsaidia awamu hii sio bunduki, ila ni ng'ombe. Miezi iliyofuata, mkutano uliokuwa Mali, mwandishi wa habari akamuuliza Traore wakiwa mubashara kabisa kwenye TV ya taifa, "Ndugu Raisi, watu wanasema ng'ombe aliokoa maisha yako. Je, unaamini hilo?" Watu wakacheka. Traore akatabasamu, akaisogelea maiki akasema, "Ndio.
ng'ombe aliyaokoa maisha yangu. Lakini hiyo sio pointi sana, lakini ukweli, muujiza wa kweli ni kile ambacho yule ng'ombe alikifunua. Alituonyesha ni namna gani usaliti unavyoweza kujificha ndani kabisa. Lakini hata hivyo, ardhi pia inaweza ikazungumza kama ukiwa mnyenyekevu vya kutosha kusikiliza. Pakawa na ukimya, halafu kukasikika makofi mengi. Sasa kijana Dauda kutokea kwenye mti wa maembe akawa anaangalia na akasema, mwanzo ni mti wa maembe ulimuokoa, na awamu hii ni ng'ombe amemuokoa, sijui awamu ijayo ni nini kitamuokoa. Mwalimu wake akajibu, labda kuku. Lakini ndani ya msitu yule ng'ombe hana habari, yuko zake anaendelea kula majani. Yaani hakujua kuwa yeye ni shujaa aliyemuokoa kiongozi wa nchi. Alisimama tu akiendelea na mambo yake huko polini. Je, nani anakataa kuwa Traore halindwi na Mungu? Na aseme sasa.